Serikali ya Cuba imethibitisha kuwa raia wake 32 wameuawa kufuatia mashambulio ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela. Mashambulizi hayo yamelenga kumkamata rais wa Venezuela, Nicolas Maduro, katika makazi yake jijini Caracas. Kwa mujibu wa serikali ya Cuba, waliouawa walikuwa wanajeshi na maofisa wa ujasusi waliokuwa wakitoa ulinzi kwa Maduro na mke wake. Kutokana na vifo hivyo, Cuba imetangaza siku mbili za maombolezo ya kitaifa. Shirika la habari la CNN limeripoti kuwa rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amesema kuwa wanajeshi hao walikuwa nchini Venezuela kwa ombi rasmi la serikali ya Maduro, waliokuwa wakitimiza wajibu wao wa kulinda viongozi wa taifa rafiki. Taarifa ya serikali ya Cuba imesema waliouawa walionyesha ujasiri mkubwa na walipoteza maisha yao katika mapambano ya moja kwa moja au kutokana na mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na Marekani. Hadi sasa, serikali ya Venezuela haijatoa idadi rasmi ya watu waliokufa katika shambulio hilo. Hata hivyo, ripoti ya gazeti la New York Times imedai kuwa jumla ya waliokufa inaweza kuwa imefikia 80. Baada ya kukamatwa kwa Rais Maduro, mjadala umeibuka kuhusu uwezekano wa Marekani kuchukua hatua kama hizo dhidi ya Cuba, taifa ambalo limekuwa na uhusiano mbaya na Marekani kwa miaka mingi. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza hatua za kijeshi dhidi ya Cuba hazihitajiki, akidai kuwa taifa hilo linaendelea kuanguka lenyewe. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa wa kimataifa. Marekani imeendelea kuweka vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Cuba licha ya wito wa mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa kutaka viondolewe. Vikwazo hivyo vimekuwepo tangu mwaka 1962.